Jana nilizungumza kwamba nitazungumzia story ya Faustin Mafwele. Mafwele ambaye ni mkuu wa upelelezi kanda ya Dar es Salaam. Faustin Mafwele ni askari ambaye amefanya kazi kubwa sana, kusema kweli. Amefanya kazi kubwa sana kwa hapa Tanzania. Japo yeye ni mkuu wa upelelezi Dar es Salaam, lakini amefanya sehemu mbalimbali. Alikuwa yuko Arusha, akaenda huko Kibiti, akaenda wapi, alikuwa Mwanza, kaja Dar es Salaam, na kila mahala ambapo Mafwele anakaa ama kila mkoa ambako Mafwele anapokuwa katika mkoa huo, baadhi ya matukio makubwa kama ujambazi na mambo mengine mabaya kutishiza amani kwa wananchi wa mkoa ule, yale mambo huwa yanaisha na yanatoweka. Mafwele amefanya kazi kubwa sana kwa kweli. Wanasema kwamba mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe, mti usiokuwa na matunda haupigwi mawe. Maana yake ni kwamba mti unapokuwa na matunda unapigwa mawe sana, na siku zote mtu mwema, mtu mzuri huwa azungumzwa kwa ubaya. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume ambaye ameleta amani katika dunia hii, ameleta mambo mazuri, amefundisha Uislamu, lakini alikuwa akizungumzwa kwa mabaya. Hakuna mtu mwema, hakuna mtu yote mzuri asizungumzwe kwa ubaya. Muhimu ni uvumilivu na kukubali ya kwamba sasa mimi nishakuwa katika level fulani, kwa kuzungumzwa kwangu ni kawaida. Kwa sababu sasa hivi Mafwele amekuwa katika headline Tanzania. Ni katika moja ya viongozi ambao wamekuwa katika headline ya Tanzania, wanazungumzwa sana. Yaani Mafwele kwa sasa anazungumzwa sana, anaongelewa sana baada ya Harmonize na Kajala. Yaani watu wa kwanza waliozungumzwa sana hapa Tanzania, East Africa na Africa ni Harmonize na Kajala. Baada ya hao kwa sasa ni Mafwele jamani. Maana Dynamo sasa hivi hatujui yuko wapi sasa hivi. Maana Dynamo ana story yake pia nakuja nayo baadaye. Baada ya story ya Mafwele nitakuja na story ya Dynamo. Anadaiwa pesa zaidi ya milioni 800, wafanyakazi miezi 6 hawajalipwa, lakini anaonekana anatoa laki moja akiwa ameshindia kwenye boxi kuonyesha kwamba bado yuko vizuri, kumbe maskini. Tumuombe pia na yeye mwenyewe kwa upande wake. Story yake ya Dynamo inakuja, nitaileta inshallah, nitakuja kivingine. Leo hii tuko na Mafwele. Mafwele ni askari ambaye amepambana sana, amepambania maisha ya wananchi yawe na amani, kuepukana na wananchi walioharibika tabia. Dar es Salaam ilikuwa imeharibika sana kipindi hicho. Kulikuwa kuna vijana, tena watoto wadogo, wanajiita panyarodi. Panyarodi, kama mnakumbuka kipindi cha panyarodi, aliyewamaliza ni Mafwele. Zamani ulikuwa ukichukua pikipiki ama gari ukienda banki, unafuatiliwa na pikipiki. Ukisha draw pesa banki, ukiondoka tu unavamiwa njiani, unaibiwa pesa. Lakini sasa hivi mambo hayo, matukio hayo yamepungua sana. Yote ni kwa sababu ya Mafwele. Sasa watu wanataka kuonyesha kwamba Mafwele ni mtu mbaya, mpaka wamemnasibishia kifo ya kwamba Mafwele ametekwa, Mafwele ameuliwa. Si kweli jamani. Jana tu nimetoka kumpigia Mafwele, nikana mtania, namwambia bwana Mafwele, sasa hivi inatakiwa usilimu, sasa hivi uwe Muislamu. Ukiwa Muislamu unapendeza. Kuwa Muislamu, uende zako Maka ukafanye umra, ufanye hija. Mafwele akawa anacheka ta ustazi, unataka mimi niwe Muislamu? Sema kuwa Muislamu bwana. Tena inabidi usilimu mwezi huu mtukufu. Ufanye nini? Uwe Muislamu. Ufunge. Kwa sababu kufunga kuko pale kwa sababu hata Wakristo pia wanafunga yao, sio wanahitaji. Kwa hiyo ni ibada tu ya kufunga. Kwa hiyo Mafwele, silimu uwe Muislamu. Nikala namwambia hivyo kama vile namtania, lakini namwambia nikiwa serious, namrahibisha namkaribisha katika Uislamu. Kwa jana nimezungumza na Mafwele, nikana mwambia kuwa katika Uislamu. Mara akaingia kamanda nani huyo Mrilo sijui. Ndio sasa nitakupigia simu baadaye kidogo, tuna kikao. Kwa hiyo in short ni kwamba Mafwele yupo hai. Mafwele yupo hapo ofisini kwake Central,
Na kama mnataka kuamini, nendeni basi tu pale, kaulize tu, nenda ofisi ya mkuu wa upelelezi wa Dar es Salaam au Mafwele tu, nataka kwenda kwa Mafwele. Utamkuta yupo anafanya kazi yake, wajibu wake wa kila siku anaufanya. Mashallah. Na si kwamba anaumwa ama yuko likizo, hapana. Mafwele yupo kazini. Sema wao sio watu kama wa mitandaoni kama sisi au watu wengine wanaopenda kupublish watu na kuwadanganya watu kutumia mitandao. Polisi hawako hivyo. Wao wapo kazi. Mafwele bado ni kijana sana. Ana umri mdogo sana. Tena umri wake jamani, nikiwaambieni mtacheka, mtashangaa. Kwa hiyo ina maana kustaafu kwake bado sana. Kwa hiyo Mafwele bado atakuwa kwenye jeshi la polisi bado sana, yani bado yupo sana tu. Mafwele. Sichaki kwa mazuri. Umri wake bado, kwa hiyo kustaafu bado sana. Alafu na Dar es Salaam ndio imempenda, kwa watu kamati ya ulinzi na usalama wanasema kwamba Mafwele anafiti hapa Dar es Salaam, inabidi akae hapa Dar es Salaam mpaka atakapostaafu. Ina maana kuna miaka 40 mbele Mafwele akiwa katika jeshi la polisi hapa Dar es Salaam. Miaka 40 bado Mafwele akiwa katika jeshi la polisi hapa Dar es Salaam. Huyo ndio Mafwele. Mafwele jamani, mimi sitetei ama sisemi, kwa sababu unajua unapomnasibisha mtu katika matukio ya kusema kwamba huyu Mafwele amefanya hivi, je, kuna evidence ya aina yoyote ama tu ndio chuki imempanda tu pasi? Kwa sababu ingekuwa kuna evidence, ameonekana mahala fulani, ama kuna CCTV kamera imemchukua, au ameonekana Mafwele ameshika bunduki anamiminia mtu, au jamani, ushahidi wa kuona ni mzuri zaidi kuliko ushahidi wa kusikia. Yawezekana yule unayemsikia pia amesikia vibaya akafikisha taarifa tofauti. Kwa hiyo mimi naomba jamani, taifa letu la Tanzania tuendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa na ushirikiano, tuwe na mapenzi. Sisi tuna upendo sana Tanzania. Tuna mapenzi, tukiacha na mambo ya mitandao leo tunapenda kuchekeshana, kupiga story ili mradi maisha yaende. Lakini tukienda na uhalisia kwamba Tanzania ndio nchi ya kwanza East Africa na Afrika yenye amani na upendo na mshikamano. Mimi nimesafiri sehemu mbalimbali. Unaweza kaenda sehemu fulani mkakaa mahala kwenye meza, lakini kila mtu anajinunulia kinywaji. Kila mtu anajilipia sahani ya chakula. Ni tofauti na Tanzania. Tanzania mnaweza mkaa sehemu mtu mmoja akawa anasimamia, kunyweni, kuleni. Hiyo ndio Tanzania. Tuna upendo, tuna amani. Jamani, upendo huu tusiuondoe Tanzania. Tumeshakuwa na kasumba hapa Tanzania. Ukishakuwa maarufu tu hapa Tanzania, ukawa maarufu, ni lazima utanasibishiwa mambo mabaya. Kwa sababu tuwe ni maarufu. Ukishakuwa maarufu utaambiwa huyu ana ukimwi, huyu amefumaniwa, huyu anatembea na mke wa mtu, mara huyu sijui hivi, huyu hajatulia, huyu mara amekufa, mara sio anaumwa yuko taabani, kwa sababu tu ni maarufu. Kwa sasa mimi napenda pia kumnasihi, kumpa nasaha zangu Mafwele, umaarufu una kitu kimoja. Ukishakuwa maarufu utazungumzwa kwa mambo mengi. Relax, wewe fanya kazi yako kama kawaida. Wala usitetereke, usibabaike, usiwe na wasiwasi, usiumie. Hiyo ndio mitandao. Na mitandao inadili na watu maarufu kama nyinyi. Dynamo amesemwa na mengi sana. Dynamo amesemwa mara amelala na mama yake, mara basi kafanya hivi, lakini Dynamo umeona ametulia. Maisha yanamwendea, japokuwa na sasa hivi mambo yake yanamwendea vibaya. Sio ndio aliharibu nini? Okay, tuachane na mambo ya Dynamo. In short niseme ya kwamba jamani, Mafwele yupo kama kawaida. Yupo inshallah. Mwenyezi Mungu ampe umri, ampe maisha, kwa sababu ni mtu ambaye anapambana katika mambo ya nchi yetu. Ilikuwa inataka kuharibika, na wengi walitamani kuharibu nchi yetu ili kusudi ulinzi uwe legelege, ili wafanye mambo yao wanayotaka. Na wengi wanaopambana kumzungumzia Mafwele vibaya ndio wenye matukio mabaya. Hao ndio wenye matukio mabaya, na wanamuogopa sana Mafwele, kwa sababu huyu Mafwele akiwepo tunashindwa kufanya mambo yetu.
Acha tumtengenezee tuhuma, acha tumtengenezee maneno, acha tumwekelee maneno kwamba amefariki, mara ametekwa, mara amefanya nini. Naitwa Ostaz Juma Namsoma. Subscribe channel yetu Ostaz Juma TV, itakuletea habari kama hizi.